Bajaji pamoja na bajaji ambazo zinatumia matairi matatu na bodaboda, lakini kuna magari bado tuna madereva ambao kidogo si waelewa, na tunawategemea sana nyinyi mwende mkawafundishe kule waelewe taratibu. Wengi wanajua kuongoza haya magari na hivi vyombo vingine barabarani, lakini sheria za usalama barabarani walio wengi hawazifahamu, na hata zile sheria tu za uendeshaji wa hayo magari pikipiki bado wengi hawazifahamu. Kwa hiyo ndio maana unaona wengine ambao si waelewa sana wanakuwa na chuki na msimamizi wa sheria upande wa barabarani. Sasa ukianza kumkosoa mtu ambaye anasimamia sheria za usalama barabarani, alafu unataka uvunje sheria hizo, nafikiri tunakoelekea ni kwenda kusababisha maafa ya watu wengine ambao yani hawahusiani na madharau yao, nani mapuuza yako wewe ambaye unafanya hivyo. Na ndio maana tunapambana nao, lakini sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya tunasema hatua lazima tuzichukue bila kujali mtu, rangi na jinsia yake. Kwa nini tunasema hivyo? Tukifanya mzaa, basi watu wengi watapata madhara kutokana na uzembe wa uendeshaji. Kwa hiyo nyinyi ambao mnaenda kuwafundisha sasa hawa madereva ambao tunategemea muda si mrefu tutakuwa sasa na madereva mahiri kutokana na ule umahiri mliochota hapa. Sitegemei tukikutana na dereva barabarani amefanya kosa la usalama barabarani atoke kwenye vyuo ambavyo mnafundisha nyinyi, watoke kwenye vyuo vingine. Akitoka kwenye chuo chako tunasema kumbe hapa wewe ulichota, lakini basi uliacha hapo kwenye geti baada ya kuwa umetoka. Lakini kama umeenda nayo ni lazima wazingatie yale maonyo na makatazo ambayo yanatakiwa kwenye uendeshaji wa magari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kozi hii ilianza tarehe 21 mwezi wa 7 na leo hii tarehe 12 mwezi wa 9 wanahitimu. Katika kuhitimu kwao wamesoma vitu mbalimbali ikiwepo na teaching methodology, psychology, mambo ya traffic act na mambo mengine yote ya kiusalama barabarani. Waliweza kupatiwa mafunzo kupitia taasisi mbalimbali kama ulivyosikia wameongea, ikiwepo jeshi la polisi. Taasisi hizo ni kama LATRA, bima, watu wa zimamoto, na ni elimu ambazo tunakuwa tunazitoa kwa makusudi kwa maana ya kuhakikisha wanaelewa kwamba kozi ya udereva inaambatana au inashirikiana na taasisi mbalimbali katika kukamilisha udereva barabarani. Hizi ambaye tunaomba tutoe wito pia kutoka kwenye jeshi lako la polisi. Tunaamini mapolisi karibia wote kama sio wachache wana magari, wanaendesha, lakini isije ikawa wanaendesha kwa kutumia upolisi wao. Tunawakaribisha waje kupata mafunzo. Kwa bahati nzuri naona mmeanza kupata instructor ambaye pia ni askari. Yawezekana pia mkafungua kitengo ambako kutakuwa kanawapika hawa watu wetu ambao ni askari waweze kucomply na sheria ambazo wao wanazisimamia barabarani. Kwa haya machache, kaweni waaminifu ili muheshimishe kazi yenu ya walimu. Kumekuwa na udanganyifu. Unajua not kanafungua shule na wewe unajua kabisa hutakuja kufundisha kwangu, lakini unaleta dokumenti zako kwangu ili mimi nipeleke kwa RTO tumsajili kama wewe utakuwa mwalimu wake. Wakati unajua unampa kisha maliza ndo zako Kigoma au utabaki hapa Mbeya kwenye shule yangu. Tukawe waaminifu. Lakini la mwisho, japo sio kwa muhimu, tujiendeleze. Tusimalize kwamba tumeshamaliza shule hapa. Elimu iwe endelevu, sheria hizi sisi wote tunasoma. Nikienda ofisini kwangu sheria iko hapa, napitia traffic act kila siku na tunajisomea. Kwa hiyo nyinyi walimu mnaenda kufundisha. Tena mwalimu ndio atakayeo usome zaidi. Kwa sababu kuna wengine wako darasani lakini wanauelewa. Anataka tu cheti. Lakini mambo mengi anaelewa. Ukiona mchanganya sasa huyu mwalimu katoka wapi huyu? Kwa hiyo tukajiendeleze. Kwa majina naitwa Aulea Faustin. Ni muhitimu wa kozi ya ualimu hapa VETA Mbeya. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa yote alionitendea kwa kumaliza salama toka nilivyoanza. Lakini pia napongeza jeshi la polisi na wapongeza walimu wa chuo pamoja na wasajili wa chuo cha VETA Mbeya. Wana ushirikiano mkubwa, lakini pia wanajitahidi kuwa jirani na wanafunzi wao. Mafunzo niliyopata leo natumai nitaenda kuyatumia vizuri, sababu ni ndoto yangu kubwa hasa
kwa kufundisha udereva wa magari ili kuondoa au kuzuia kabisa ajali za barabarani, kwa sababu zimekuwa ni changamoto katika nchi yetu ya Tanzania, zimeleta madhara mengi na makubwa sana. Kwa hiyo natumai nikitoka hapa katika chuo changu, katika kazi yangu, nitafanya vizuri, nitaweza kufanya kwa ukubwa kudhibiti ajali za barabarani. Majina naitwa Meshaki Yohana Chusi, ni moja kati ya wahitimu wa mafunzo tuliyoyapata katika chuo cha VETA Mbeya. Kwenye hii kozi tumekuwa wanafunzi 11, lakini ndani yake kuna advance pamoja na mafunzo ya awali ya udereva upande wa base certificate. Hii advance yenyewe inashughulika na upande wa marori pamoja na mabasi. Tukiwa na mgeni rasmi tumeweza kupata jumbe mbalimbali ambazo zimeweza kutusaidia, akisisitiza kwamba tunakokwenda tuweze kuwasisitiza wanafunzi watakaojifunza upande wa driving kwamba wasisababishe ajali barabarani. Lakini zaidi ya hapo ameweza kusisitiza kwamba walimu tuweze kuongeza kozi zetu tusome. Kwa mfano waliokuwa na base hatimaye waweze wakasome advance, wale waweze kuwa nao na uwezo wa kuwafundisha malori pamoja na